Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Ijumaa ya tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, Olkalau, DCP ya Gachagua yabwaga UDA ya Ruto. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imemtangaza Sami Douglas Kamau Waweru Ngoto kuwa mshindi wa uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau baada ya kumshinda mpinzani wake mkuu kwa utofauti mkubwa wa kura. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Bwana Ngoto wa chama cha DCP alipata kura 35,440 huku mpinzani wake mkuu Mchina Nyaga wa chama cha United Democratic Alliance UDA alipata kura 5,460. Afisa msimamizi wa uchaguzi Anthony Njiraimi alitangaza matokeo hayo saa 12 Ijumaa alfajiri baada ya zoezi la kujumuisha kura lililodumu usiku kucha katika shule ya sekondari ya Olkalau mjini Olkalau. Ni mgombea huyo wa chama cha Democratic for the Citizen Party DCP na maajenti wake pekee waliohudhuria zoezi hilo. Akihutubu kwa mara ya kwanza baada ya kutangazwa mshindi, mbunge huyo mteuliwa alilaani ghasia zilizodaiwa kusababishwa na wahuni walioshukiwa kuwa maafisa wa polisi siku ya Alhamisi, hali iliyovuruga upigaji kura katika vituo vingi vya kupiga kura ndani ya mji wa Olkalau. Inasikitisha kwamba tumepoteza maisha kutokana na vurugu hizi za uchaguzi. Mmoja wa waliojeruhiwa ambaye nilimfahamu vyema na alikuwa mfuasi wangu mkubwa alifariki kutokana na majeraha yake. Wahuni hao pia waliwashambulia wanahabari wasio na hatia ambao silaha zao pekee zilikuwa kamera, simu na vijitabu. Inauma kwa sababu uhuni huu ulipangwa na kufadhiliwa na baadhi ya wabunge kutoka eneo la Mlima Kenya kwa usaidizi wa maafisa wa polisi, alisema Bwana Ngoto. Alisema ushindi wake mkubwa ni ujumbe wazi kwa serikali kwamba imepoteza uungwaji mkono wa wananchi. Kilichotokea hapa kinaonyesha yatakayojiri mwaka ujao. Ninaishukuru sana IEBC kwa kazi nzuri walioifanya. Ikiwa uchaguzi wa mwaka ujao utaendeshwa kwa namna hii, sina shaka kuwa muungano wa upinzani utashinda. Mumeonyesha sisi na Wakenya wote kuwa IEBC ni tume huru kweli, alisema Bwana Ngoto. Pia aliwapongeza maafisa wa polisi waliovaa sare rasmi, akisema walitekeleza wajibu wao kwa weledi. Kamishna wa IEBC Hassan Nur alihakikishia Wakenya kuwa tume hiyo itaendesha uchaguzi ulio bora zaidi mwaka ujao. Zoezi hili limefanikiwa na tumepata mafunzo muhimu yatakayotusaidia kuboresha uchaguzi ujao. Ninawasihi wanasiasa waelekeze nguvu zao kwa wapiga kura, si kwetu. Tuna IEBC moja pekee na tunafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha uchaguzi wa mwaka ujao utakuwa huru na wa kuaminika, alisema kamishna huyo. Seneta wa Nyandarua John Methu aliyeratibu kampeni za mgombeaji wa DCP pia alilaani vurugu hizo, akisisitiza kuwa waliowashambulia wananchi walikuwa maafisa wa polisi. Ninamtaka Inspekta Jenerali wa polisi awakamate na kuwafikisha mahakamani wahuni hao. Tuna sura zao, taarifa zao na video zao zinazoonyesha wakitekeleza vitendo hivyo. Ukiwakamata utakuwa umeitumikia Kenya kwa uadilifu. Usipofanya hivyo utakuwa umeacha nchi hii kuelekea pabaya, alisema Seneta Methu. Bi Jedida Muchoki, mwanasiasa kutoka ndiye aliyefuatilia uchaguzi huo kwa niaba ya mgombea wa DCP, alisema polisi wanapaswa kudhibiti wahuni hao kabla hali haijawa mbaya zaidi. Tunawashukuru wapiga kura wa Olkalau kwa jinsi walivyoendesha uchaguzi kwa amani. Uchaguzi ulikuwa wa utulivu hadi wahuni walipoingilia kati. Ushindi mkubwa wa DCP unaonyesha wazi kuwa Wakenya wamechoshwa na serikali hii. Serikali hii haiwezi kujirekebisha na inapaswa kuhudumu kwa muhula mmoja, alisema Bi Muchoki ambaye pia analenga kuwania kiti cha eneo la bunge la Ndia. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.